Mama, tukimzungumza mama, bila shaka Muislamu ndiye anayemtambua mama kuliko yoyote mwingine, kwa sababu Qur'ani kila ikizungumza jukumu la wazazi na umuhimu wao katika maisha yetu inaanza na mama. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Allah tabarak wa taala sema tumemuhusia mwanadamu kuwa mwema kwa wazazi wawili, lakini wa kwanza ikaanzwa kazi ngumu anaopambana na mama, hamalathu, ile mimba anaoibeba mama. Nimesoma makala moja ya msomi mmoja wa kisayansi asema katika jambo na si Muislamu ambalo ni zito katika ulimwengu na limekuwa lepesi kwa mtu fulani, ni jambo fungua. Angeyasikia mtu mwingine maumivu kama yale akapewa mwanamume kwa tatizo lolote, basi yangevunja mifupa 25. Yangevunja mifupa 25 ingevunjika kwa uzito wa maumivu, lakini kwa mama havunji hata mfupa mmoja kwa furaha yake kwamba leo napata mtoto. Allahu Akbar. Huyu ndiye mama. Huyu ndiye mama katika maisha. Yuko tayari. Subhanallah, siku moja bwana mmoja alinieleza kisa, asema yuko nyumbani kwake jioni, na bahati mzuri alikuwa atoka kwenye ibada ya mazishi, amekaa na mkewe. Mara akaingia mama mmoja amebeba kikapu chake. Mkewe akamkaribisha, mwenzangu watoka wapi? Asema natoka mazishini, na baada ya kuzika nimepitia dukani kuchukua vifaa vya mtoto wangu, manake huu ni mwezi wa 9, mimi wakati wote naweza kujifungua. Kwa hivyo natoka kubeba vitu ambavyo vitaweza kusaidia katika kumpokea mgeni wangu. Akamwambia, mazishi ya nani? Akamwambia, fulani jirani yetu maskini amekufa kwenye mazazi. Yani jirani yangu alikuwa ameenda maternity kujifungua, akafa katika kujifungua. Yeye yuko mwezi wa 9, tukio zito la kumkumbusha, lakini pamoja amemzika mtu kwa ajili ya kuzaa, alafu yeye aenda dukani kutengeneza masala ya mazazi. Hadhihi al-um. Huyu ndiye mama, na hii ndiyo huruma alionayo mama kwa mtoto. Basi mama, wewe ambaye una huruma kiasi hiki inaofinika hata kifo chako hukioni kwa mwanao, basi unapompata mwana huyu usimtelekeze, mpe malezi mazuri, kwa sababu maumivu yake mtoto huyu kama hakuleleka vizuri yatakuumiza sana. Hujamuona unamhurumia, je utakapomlea mpaka amekuwa mtu mkubwa akipata matatizo utaumia mara ngapi? Hii ndio taswira ya muhadhara wetu huu, kwamba kina mama kama kuna watu wanafaa washughulike sana katika kuwalea watoto wao, basi ni nyinyi, kwa sababu nyinyi mko karibu sana na watoto kuliko kina baba. Msomi huyu wa kisayansi akasema neno la pili, asema lao mtoto atalia na mama amchukue amweke kwenye kifua chake upande wa kushoto, kilio cha mtoto kinashuka, kwa sababu kwa miezi 9 anapokea ule moyo unapogonga katika moyo wa mamake, kila ukigonga basi ule mtoto alikuwa akipokea ile heartbeat ikimfikia. Sasa mahusiano ya mtoto na moyo wa mama yako karibu sana, na ndio mtoto akitemka kwanza asema ma, haanzi na ba, kwa sababu baba la, sio? Aanza na mama kwa sababu ametoka naye mbali.
Sasa mahusiano haya ya karibu yasije ukayapoteza kwa sababu ya ulezi wako mbaya. Mlee mwanao vizuri. Jua huyu ndiye mtu aliyefunzwa awe karibu naye mara 3 zaidi ya baba. Alipokuja jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasul Allah man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati. Alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mtume wa Allah, ni nani ambaye ana haki zaidi mimi nirafikiane naye, niwe karibu naye sana? Mtume sallallahu alayhi wasallam jibu lake alimwambia, ummuk, mamako. Asitosheke akarudisha kauli, thumma man, alafu nani mwingine? فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليالي والأيام أكمنبيا أمك مماكو. فقال أيضا ثم من؟ ألا فنان mwingine؟ فقال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. mara 4 akamtaja baba. Ni jambo la ajabu mtu ulosisitizwa kwamba kuna uhusiano mara 3 zaidi ya mwingine, kisha kupatikane mama amtupie baba watoto atoroke kwenda kuangalia anasa za dunia. Wewe mama taira, una matatizo wewe, una kasoro wewe. Mama wa kikweli yuwafa na mwanawe, bali akubali kufa yeye lakini mwanawe awe salama. Wewe watengezea watu pesa kwa ajili ya kumsahau mwanao. Waweka vipindi vichafu ndani ya nyumba yako kwa ajili ya kumpoteza mwanao. Wale unaoangalia wametengeneza mamilioni ya pesa, huku unamharibu mtoto wako. Kweli una akili wewe? Na unasema kwamba siwezi kabisa. Ikifika saa 1 usinipigie simu. Mimi siwezi kukikosa hicho kipindi. Tena si hicho kimoja, mpaka baada ya saa 5 ndio atapatikana. Hataki kujua chochote, afuata kipindi baada ya kipindi, akwambia Waturuki wametoa roho yangu. Haja kutoa wewe peke yako, na wanao pia washawatoa roho. Mama hana mfano katika malezi ya mtoto. Hakuna kitu kinaokuwa juu zaidi ya mtoto wake. Familia moja ilopata mtoto mmoja, na baada ya mtoto yule kupatikana kwa muda mfupi mama akaugua. Maradhi yakaendelea kuwa makubwa, ikabidi wasafiri. Safari zao kwa ajili ya matibabu, alipofika nje kule baada ya vipimo akaambiwa kwamba ugonjwa huu uliompata ni ugonjwa ambao umefika stage hautibiki tena. Sasa mume rudi na mkeo, kaishi naye vizuri, mfurahishe, ale chakula kizuri, muonyeshe furaha, kwa sababu huyu yuko safarini. Kweli waliamua kurudi na maboksi yao ya madawa ya danganya toto. Safari ilikuwa ya meli. Ndani ya meli ile kukatokea lengine, meli ikazama. Kile ilikuwa umerudi na kifo cha mmoja, sasa zimekuwa za wawili. Mtoto amemwachia katika familia zao, wao wameenda kwa matibabu. Vikaja vyombo vya kuokoa. Ile boti iliyokuja kuokoa kufika kwa kina ile familia ya mgonjwa, imebaki nafasi moja tu. Nafasi iliyobakia ni ya mtu mmoja, na mama amesimama, mke alafu mume nyuma. Wakati ule kapteni asongeza mkono kumvuta yule mama ingie, yule bwana akawaondosha mkono yule kapteni, akamvuta mama nyuma na akaingia yeye. Mimi na wewe tungemuonaje mume? Katili, si ndio? Hatari.
hili jitu lakini wamwonaje huyo mke? Ulitarajia atasema nini? Laana wewe, adui, I hate you Lakini subhanallah, mke alipomwona mume amebandia boti, akamwambia mume wangu Allah wafikishe salama. Ungesema hiyo wewe? Mume wangu Allah wafikishe salama, wasia wangu nenda ukamtazame mtoto wangu vizuri. Hebu mfikirie, mtu yuko kwenye hali ya kifo, lakini hamu yake ni mtoto. Amwambie mume wangu ufike salama, muhimu mtazame mwanangu vizuri. Huyo ndiye mama. Si mama ambaye hana nafasi na mwanawe kwa sababu ya dunia. Huyu kifo hakijali kwa ajili ya mtoto. Hili lilishangaza wengi, lakini huyu baba kweli alienda kumlea mtoto. Na kuna baadhi mtoto alipokuwa mkubwa alipewa habari za ukatili wa baba, lakini baba yule siku moja yule mtoto akachukua dari ya mzazi na akaona kisa kile baba ameelezea kwamba tulienda kumtibu mama yako na kukawa hivi na hivi, na hili tulifanya hivi kwa sababu mama hana maisha tena. Mama tulikuwa tumeshauriana kwamba mimi ndiyo mlezi wako, tusife wawili ili wewe ukapata taabu. Mtoto akaja kumkumbatia babake na akasema rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Huyo ndiye mama tunayemtafuta. Hiya al-ummul manshuda. Anayetafuta leo ni mwanamke wa aina hii ambaye anatambua thamani ya mtoto wake kiasi cha kuwa chochote kwake hakioni kwamba kitaenda vizuri asipokuwa vizuri mtoto wake. Sulaim radhiyallahu anha ihda as-sabiqati ila al-islam, mmoja katika wanawake wa mwanzo kuingia katika Uislamu. Tunajua kisa cha Sulaim. Alitangulia kuingia kwenye Uislamu kabla ya mumewe, na alipomshauri mumewe akataa, na Sulaim akawa yuamsemesha mwanawe neno la Kiislamu, la ilaha illallah. Anas bin Malik, baba alikasirika na akaamua kutoka kumwambia sitarudi tena hapa nyumbani kama utabaki na dini hiyo. Lakini huyu bwana alipotoka alikwenda kupambana na maadui zake kama ugomvi uliokuweko Madina, na wakammaliza, wakamuua. Sulaim alisikitika sana kwa kifo cha mumewe na akasema kwamba sitoacha kumnyonyesha, mapenzi yangu ya mume yatamalizika kwa mwanangu tu. Sitoacha kumnyonyesha Anas mpaka mwenyewe aache kifua changu mwenyewe, lakini vile vile sitaolewa mpaka Anas awe ndiye mwenye kutoa amri ya kuolewa kwangu. Mtoto msichana mdogo, umri wa chini, lakini kwa ajili ya mtoto akasema siwezi, nitabaki kumwangalia, kumtunza mtoto wangu vizuri. Wasema kwamba na hivyo ndivyo ilivyofika mpaka alipokuwa ana miaka 10 Anas akaja naye kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia, ya Rasulullah, mimi nimekuletea mwanangu huyu Anas ili awe mtumishi wako, akutumikie wewe Rasulullah. Anas asema nilipokuwa nyumbani kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita nikiwa nacheza pamoja na vijana wenzangu. Basi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akatusalimia, alafu akaniita kando, akanituma mimi niende sehemu fulani kwa jambo fulani. Asema fajitu wa qad abtatu, nikaja kwa kuchelewa. An ummi, nikarudi kwa mamangu ikiwa nimechelewa. Faqalat aina kunt, ulikuwa wapi? Faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila haja, mtume alikuwa amenituma kwa haja fulani. Faqalat wama hi, ni haja gani hiyo, ulikuwa umetumwa nini? Faqultu, nikasema innaha sirrun, hii ni siri. Faqalat ay bunay la tuhaddith bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sawa sawa mwanangu, usitoe siri za mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fakana Anas radhiyallahu anhu yaarifu laha tilka minna, kwa hivyo yuarif, anaitambulisha sifa hii nzuri ya mamake, na akisema jazallahu ummi anni khaira laqad ahsanat wilayati. Kila mara Anas akimkumbuka mamake akisema, Allah amjazi mama kheri kwa wema alionifanyia kunipeleka kuwa mtumishi wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hakika alifanya vizuri katika usimamizi wangu. Hapa tunachokusudia ni kuonyesha namna ya kina mama wazuri wanavyofikiria mbali. Huyu hana mume, mtoto wake mmoja tu, lakini aona la umuhimu zaidi huyu ni kuwa karibu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili aipate elimu ya dini hii. Ndicho chombo kitakachonifanya nifaidike naye zaidi. Ni kina mama wangapi wanaoteseka na wazazi na watoto wao wako mijini na neema zao, wako kwenye makazi makubwa makubwa, wako kwenye idara kubwa kubwa, wako kwenye biashara kubwa kubwa, na watoto wa mama zao wanadhalilika kwa sababu kijana yule ameibeba dunia na hakupewa chochote katika dini. Leo dunia, mtu wa kwanza wa kumpiga vita ni mzazi wake. Wapenzi wawini, tujue kwamba hivi ndivyo walivyo kina mama waliojitambua katika maisha, kwamba biashara yangu kubwa ni malezi katika nyumba yangu, na chombo changu kikubwa, mtaji wangu mkubwa ni nyumba yangu. Na ndivyo alivyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mwanamke ni msimamizi, ni mchungaji wa nyumba. Wewe ufalme wako uko nyumbani, usende ukatafuta kudhalilika barabarani. Hivi kina mama mmeichunguza Qur'ani? Hebu leo kafanya research hii. Qur'ani kila ikitaja nyumba yataja ni ya mwanamke. Waqarna fi buyutikunna, ya ayuha nabiyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin, alafu wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Kila ikitajwa nyumba ni yako mwanamke. Leo wanawake wanakwenda kulitafuta soko, wanaitupa nyumba yao, wamejaa mabarabarani. Saluni zote leo zimekuwa za wanawake, bali hata zile za wanaume wapo ndani. Watafuta nini? Hivi waamini kuna mtu atakuruzuku zaidi aliyekuumba Allah? Hivi waamini utapata heshima zaidi ya heshima aliyekupa Allah? Allah akajalia heshima ya mwanamke ni nyumba yake. Itambue nyumba yako, shughulika kuirekebisha nyumba yako. Utafanya kazi uwe nani miaka, ikifika miaka fulani
utastaafu kazi ile. Ukirudi huna uwezo, nguvu umezimaliza kwa mabosi, nguvu umezimaliza maofisi, sasa una haja ya watoto wakusaidie. Wewe na watoto kulikuwa baunun shasi, kulikuwa na gap kubwa. Mnasema kwa simu, unawaambia kila kitu. Mwambieni dada yenu mfanyikazi ndiye anayehusiana na watoto. Ukizeeka hawawezi kuwa karibu na wewe. Ile wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, wataangusha vipi mbawa zao chini kwa ajili ya kukujia wewe wakuhudumie, na wewe wakati wako hukuwahudumia. Aljazau min jinsil amal, unavyofanya ndivyo utakavyofanyiwa. Tusishindane jamani kuona ulimwengu ulivyo na tukataka hivyo. Wenzetu leo tabu walionayo, mtu yuko Canada, Toronto, lakini babake akizeeka na mamake yuaja kunuliliwa nyumba Afrika, anaekwa yeye na paka wake na mbwa wake, ndio wanamlea. Tena wanaweka na wasia, hata akifa mchomeni, tutumieni jivu kwenye bahasha. Haya ndiyo maisha wanaoishi wasokuipata neema hii iliyotimia. Ndio maisha wanaoishi wasokuipata dini hii iliyokamili. Ndio maisha wanaoishi wasokuipata radhi ya Allah tabarak wa taala. Wewe ulioipata dini hii yenye sifa hizi, usiipoteze fursa yako. Kuwa karibu, kuwa karibu na watoto wako. Jitambue, jua wadhifa wako katika maisha. Mtoto katika dini hii afundishwa kwamba hakuna aliye karibu na wewe kuliko wazazi wako, wala mtoto hana la kusema katika maisha yako wewe, kwa sababu wewe ndiye msimamizi wa maisha yake kuanzia mdogo. Mtoto mmoja mkorofi amefanikiwa katika maisha, mabiashara hapa na pale. Yuaja siku hiyo awaambia wazazi wake, mama na baba wamezeeka maskini, awaambia naja, apigia simu, naja nataka nile chakula na nyinyi. Naam, tabani yuaja kweli. Wamekaa mezani, awaambia leo kilichonileta, nataka wiki mzima mufanye hisabu ya malezi yenu yote kuanzia nilipokuwa kwenye tumbo la mama mpaka leo, mpaka mwisho kunilea, kwa sababu nina mambo mengi, mambo ya mwanangu, mtoto wangu, mwanangu, sina time, I'm busy. Akachukua viatu vya mwanawe wa miaka 60, akafikiria mwanangu alfajiri atavaa viatu hivi na vitakuwa vimeshika baridi sana. Akaenda nazo kwenye ile chemni, sehemu ambao pana waka moto ili wakuleta joto kwenye nyumba. Akazitundika vile viatu ili mwanawe akiamka asubuhi akivaa viatu apate joto joto. Mwana mwenyewe si wa miaka 10, 60, lakini madamu amemzaa kwake ni nani? Ni mtoto. Sasa jiulize wewe ambaye uko katika umri wa wanao wadogo na huwashughulikii. Kuna wazazi wengine, Sheikh hapa ametuzungumzia, Sheikh Hassan Samii hafidhahullah, kwamba kuwapeleka watoto yatima kwenye vituo pana kasoro fulani inawafika. Kuna wazazi ambao wako nyumbani na watoto wao wako hai, lakini wanatafuta shule za boarding maksudi kwa kuwa watoto ni kero. Na wengine shule zikifungwa huwa wakilalamika, zitafunguliwa lini bwana, kero hili bwana, maalim bado tu. Sasa shule zifungwa na madrasa pia, aona dhiki kukaa na watoto wake nyumbani. Ukumbuke kutakuja wakati utakuwa kwenye unyonge wa mtoto, na mwenye nguvu ni yule mtoto wako, na hapo hutoipata huruma yake.
Mama kasifiwa katika dini yetu kwamba mmoja akasema al-ummu madrasa, mama ni shule. Kwa hivyo idha a'dadtaha, wakati wote ukimfanyia maandalizi mazuri mama, basi tayari a'dadta sha'ban tayyibal araq, utakuwa umelijenga taifa bora kama tutaweza kuwalekeza. Namalizia jamani, kina mama, ulimwengu wa leo kujua jamii nzuri inapatikana kwa walezi, na walezi wenye kuwafanya wazuri watoto ni kina mama. Leo ulimwengu wa kikafiri unafanya kila sababu kumtoa mtoto au kumtoa mama katika lengo lake. Hivi hii michango inaokuja kutoka nje, mnaosikia kwamba kuwezeshwa kwa mama, hivi mwanamke ataka kuwezeshwa kweli? Sisi Afrika huku wanaume ndio huleta chakula, au sio? Mbona wasiowezesha wanaume wakawalisha vizuri kina mama? Huwezeshwa wanawake. Lengo ni kuchefuliwa malezi. Mwanamke akitoka kwenye lengo lake, amekuwa na mahesabu yake ya vikoba, hata mwanawe akija kumwambia naumwa, ondoka wewe, mahesabu ya watu, pesa za watu, kero tu. Mimi na kisa na kitoa cha mtoto mmoja alifukuzwa shule, suruali yake imechakaa sana. Mwalimu akamwambia nenda ukabadilishe suruali, mwambie babako akununulie suruali nyingine. Baba yuko safari, nenda mwambie mama. Alipokuja mama saa 9 aenda kwenye mkutano wa vikoba, ambilika huyu, afanya mahesabu yake. Nimeambiwa sijui nini. Wewe. Akakumbuka, asikia huko jikoni kuna mapishi yaendelea, akiingia ni dadake. Akiingia dada amekaa na simu yake yuachati. Dada, nimeambiwa mambo. Wewe ondoka hapa. Lakini mtoto Abakari mwerevu akafikiria kwa udhaki wake kwamba mimi nimeambiwa saa 8 niende na suruali, nisipokwenda nitachapwa, nisiporudi shule nitachapwa. Kuna duka la jirani hapa, mjua babangu, akamwambia nimeambiwa nibadilishe suruali, lakini baba yuko safari, naomba unipe suruali ili baba akija atakuregesha. Ambia hakuna wasiwasi, babako mtu mzuri, chukua suruali. Lakini akimpimisha ndefu kidogo, zamani wakivaa zile kaptula zile fupi, nenda ukaipunguze. Alipokwenda nayo, nimepata suruali lakini naambia unipungue. Wewe nakuchapa mimi, mahesabu. Basi hesabu gani? 1,300, 2,000, ndio save hiyo. Save 1,300, afikiri sawa na mwanao. Akiingia kule, amefukuzwa. Akakumbuka kuna fundi jirani hapa, akaenda, fundi naomba nipunguzie suruali, alafu mama akona kazi, akimaliza nitakuletea hela yako. Hakuna shida. Akampunguzia. Akaja akaenda akaiweka kabatini. Dada alimwambia kaiweke kabatini. Dada akimaliza simu zake kuchati kwake, akasema maskini Muhammad atakwenda chapa shule, afadhali nikampunguzie suruali. Akaenda akaikata tena. Sasa mama akimaliza mahesabu akasema mwanangu Muhammad ameniomba nimpunguzie suruali, akaipunguza. Alipokuja kuvaa suruali binda, limekuwa binda, hakuna suruali. Kisa na sababu, hakuna wakati wa kumsikiliza mtoto. Jamani, kina mama tujitambue. Wallahi Qur'ani inavyotuonyesha hii amani tunaitafuta inaanza nyumbani. Musa alikosa kuuawa kwa sababu ya nani? Ya mwanamke, ya mama nyumbani. Firauni asema chinja hiyo, na yeye asema la taktulu
asa an yanfa'ana au natakhidhahu walada. Sauti yako waweza ukaibadilisha, ukabadilisha mtizamo wa mumeo, sauti tu. Lakini tumesema kwamba Musa alayhi salam alikuwa kwenye kifo, hatari ya kuuawa, lakini mke wa Firaun qalat, aliposema qurratu ainin li walak la taqtuluhu sa an yanfa'ana au natakhidhahu walada. Furaha ya macho ni kwa mtoto huyu, simuue, kitoto kizuri kidamani. Firaun alibadilisha msimamo. Twasema sauti ya mwanamke peke yake yaweza kubadilisha msimamo mbaya ukaleta msimamo mzuri. Lakini je, sauti ya mwanamke imechoka kama ya mwanamume itabadilisha msimamo gani? Mume amekuja nyumbani hana raha. Una nini? Nina deni nadaiwa na nimeambiwa mwisho wa mwezi lazima nilipe. Amwambia basi wewe mwisho wa mwezi, kesho siku yangu ya kikoba mimi nadaiwa. Wewe afadhali wewe mwisho wa mwezi. Nani atamliwaza mwenzake? Sasa haya tumeletewa si kwa malengo tutaka eti kuwezeshwa. Malengo ni kuharibiwa future. Our bright future. Mustakbali wetu mzuri wa watu wetu uondoke, na hakuna budi kila aliyekuwa kijana atazeeka na yule aliyezeeka atamhitaji kijana. Wapenzi, namalizia kusema katika matatizo makubwa yaliyoko ni kwamba leo nyumba zimemsahau mtoto. Kama vile alivyosema mmoja, laysa al-yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila. Si yatima yule ambaye wazazi wake walimaliza maisha wakafa, wakafariki, wakamuacha ni mnyonge kwamba hana wazazi duniani. Innal yatima, lakini yatima ni nani? Huwa alladhi talaqa lahu umman takhallat au aban mashghula. Yule ambaye amepambana na mamake duniani, lakini mamake hana time, ana diary ambayo haina vitu vingine isipokuwa ni deti tu. Kuna harusi siku fulani, kuna holi ni hudhurie siku fulani, kuna mkutano fulani, kuna mkutano huu, kuna kikao hiki, niende pahali hapa, nafanya hili. Hakuna mpango wa mtoto wake, hana wakati wa kumnasihi mwanawe, hana wakati wa kuyachunguza maisha ya mwanawe. Yeye amekwenda na dunia,
wa aba mashghula, na baba mwenyewe maskini anashughulishwa kwa kuileta riziki, analea kama anavyomlea kuku, kila chakula kizuri anamletea, lakini hajui tabia ya mwanawe iko vipi. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu rahmatullah. Buriktum wa jazakumullahu khairan. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. Tukiona mada hii iliyotolewa kwa ustadi na tuna imani imefika, imewasili na imeeleweka.